Yeye aliyeumba mwanzo. Ndio. Aliumba mtu mume na mtu mke. Mpe. Amukusoma ya kwamba yule aliyeumba mtu mume kamuumba na mtu mke. Yesu alikuwa mwanaume. Bana. Yesu alikuwa mwanaume. Yesu hakuwa mwanaume. Hakuwa mwanamke. Mpe. Mwalimu. Luka 2:21. Aya 2:21. Ati Yesu hakuwa mwanaume. Inasema 2:21. hata zilipotimia siku 8 za kumtahiri. Sawa. Aliitwa jina lake. Kuna kitu naruka. Inasema hata zilipotimia siku 8. Hata zilipotimia siku 8 za kumtahiri. Hebu mpe kwanza. Hata zilipotimia siku ngapi? Umesikia? Wamesemaje? Hata zilipotimia siku ngapi? Sijasikia. Mpe arudie. Utasikia na nguvu hapa. Na kama utaki na kuendelea kwenye unya. Pembelezi soma. Inasema sawa. Hata zilipotimia siku 8 za kumtahiri. Ndio. Aliitwa jina lake. Nani? Yesu. Mpe. Brother. Yeah. Yesu alipozaliwa kamaliza siku 8, sawa? Akatahiriwa, sawa? Akaitwa jina nani? Yesu. Wewe ulitahiriwa? Unajua kutahiriwa ni tofauti. Ngoja hiyo tofauti nakuja. Wewe ukatahiriwa? Mimi. Na Yesu kafanyaje? Akatahiriwa. Wewe na Mungu wako mlifanya nini? Umetahiriwa. Wewe umetahiriwa? Brother, wewe umetahiriwa? Wewe hauna masikio. Bwana hata Yesu alifundisha siku nyingine wanafunza huko wanasikia. Wewe ulitahiriwa? Kuna mwingine kwa nyuma anataka kusaidia, mpe. Mpe huyo mwenye anataka kumsaidia huyo. Sisi tunataka kama mabwana. Mpe huyo. Waislamu patieni kiti hapo. Patieni kiti hapo Waislamu. Huyu jamaa kaona kanisa hapa linazama. Wacha mimi niliokoe. Haya tutamtaka. Brother bari yako. Salama sana. Unaitwa nani? Naitwa Julius. Julius kutoka wapi? Kutoka Western. Kuleka shina? Kutoka sehemu gani Western? Navaholo. Navaholo. Wamero Munyala. Asa. Owaloche. Shida yuma. Kwanza. Nenda na kucheba cherebo. Ichara kabende ichibu hanjibu che. Tokuchiba. Ochokunjiba. Witira kama unaona romba witira kumchereta romba witira eweza kamewe. Kata bichi like kamesi. Ewe kamewe. Asa uliza swali lako sasa. Nilikuwa nataka kuuliza kwa lugha. Tunampeleka nyumbani tutamrudisha. Hapana. Kiswahili kila mtu asikie. Mimi hata sina shida na Kiswahili. Nilikuwa nataka kama kuna mahali utakosa kupeleka Kiswahili na kupeleka kinyumbani. Haina shida. Asante. Huyu Yesu ambaye mnasema ni mtume. Mimi ni Mkristo na naamini Yesu ni mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Sawa. Na ndadhibitisha na andiko. Thibitisha. Wewe ndio kuna dakika 2 na shuka mwalimu changa. Wewe fanya haraka. Luka 3:22. 3:22 Luka. Yesu ni mwana wa Mungu. 3:22 Luka inasema Roho Mtakatifu akashuka juu yake. Kwa mfano wa kiwiliwili. Kama huwa sauti katoka mbinguni. Ndio. Wewe ndiwe mwanangu. Ndio. Mpendwa wangu. Sawa. Nipendezwae naye. Ndio. Asome ingine Luka 2:49. 2:49. 2:49 Luka inasema akawaambia kwani kunitafuta hamkujua kwamba imempasa hamkujua kwamba imempasa wamo katika nyumba ya baba yangu. Na niongeze ingine. Wewe Luka 1:45. 1:45. Luka 1:43. Yana naona kama ni mpya. Anwaru naona amuko sika kwamba nilikuwa kwenye nyumba ya baba yangu. Hayo sawa. Twende baba. Inasema limenitokea jingine neno hili. Ndio. Kama acha nirudi, nasema limenitokea neno hili. Ndio.
hata mama wa bwana wangu ndio ananijia mimi. Haya, Swali lingine. si swali lingine, ule swali. Sawa, venye mnasema Yesu alikuja sababu ya Israeli, na Yesu mwenyewe anatuambia injili yake ilikuja kwa mataifa. Anathibitisha labda na andiko. Tunataka swali kwa hii maandiko matatu umetoa. Endaka itabu nje kwa maandiko kwa hatu shaka tatuka no. Nauliza aje? Nimemwambia Kiswahili kitakuwa ni shida. Nauliza aje? Endaka itabu nje kwa maandiko kwa hatu shaka tatuka no. Listen to me, you have to listen to me. Okay, sawa. Yeah. Hapo nakuja na Kiingereza. Kuna watu walisoma mpaka wakaambia no education ahead. No problem, I'm also learned. Okay, sawa. I'm also learned. Go ahead. Sasa ndio nilikuwa nauliza hivi. Huyu Yesu ambaye mnasema alizaliwa na Mariamu. Unataka kusema huyu si huyo mtoto wa Mungu ambaye mnasema ni mtume tu alizaliwa na Mariamu, si mtoto wa Mungu? Haya, sasa tunakupatia majibu gani kwa mic? Sasa hii si mada yangu tena, ina walimu wenyewe husika. Alafu nipende ujumbe kwa huyu wao ambao wanatufuatilia online hawa. Yoyote akona namba ya Kasina, namuomba Kasina, kama utanisikia, nataka mjadala wa kielimu na wewe mahali popote penye utakuwa. Hii maneno kwanza kwenda kwa kitaka na kuzungumza Muhammad kafanyeje screen na nini, na kuomba Kasina, namba yangu kwenye TikTok natumia Abdul Fatah Dawa, namba yangu ya simu iko hapo. Nataka mjadala, kama ule ambao hukutosha nataka nikutie choo cha pili. Tadanwa Warahmatullahi wabarakatuh. Waislamu takbir. Allahu akbar. Waislamu takbir. Allahu akbar. Haya, hebu mpe kijana ambaye ana maswali mazuri sana. Kijana wangu, habari yako? Salama sana. Wewe ndio unaamini Yesu ni mwana wa Mungu? Naamini Yesu ni mwana wa Mungu. Na kama si mwana wa Mungu, niko tayari kusilimu leo. Subiri kidogo. Unaamini Yesu ni mwana wa Mungu, sawa? Ni mwana wa Mungu, yes. Na yeye mwenyewe akisema yeye si mwana wa Mungu bali ni mwana wa mtu fulani, utakubali? Kama ni kwa maandishi, kwa Biblia au Qur'ani, unataka gani? Biblia. Nikikutolea kwa Qur'ani? Qur'ani hicho hauamini, si ndio? Qur'ani. Unataka kitabu gani nikuthibitishie nayo? Biblia. Na nikikuthibitishia nayo utasilimu? Taslimu ukinidhibitisha kwa maandishi. Sawa kabisa. Waislamu takbir. Na kuthibitishia na Biblia yako kisha ukose kusilimu, na umechukua ahadi, sawa? Umechukua ahadi. Hadi ipo. Mpe asome. Yohana 1:49. Anasilimu sahihi. Qur'ani hataki kwa sababu Qur'ani haamini. Sasa kwa yeye Biblia yake inamuonyesha, ndo aende asilimu sasa. Hebu mpe mic, anasemaje? Qur'ani inaaminika. That was a meditation that came from Muhammad. Nasema hivi, wewe umechagua Muhammad. Nasema hivi, wacha na Qur'ani. Sio umesema naamini Biblia? Kabisa. Mimi nimeenda huko sasa. Sawa. Huko ndo nakuonyesha, mpe. Umesema nikikuonyesha huko. Yesu si mwana wa Mungu bali ni mwana wa Mungu. Si mwana wa Mungu, na kuonyesha si mwana wa Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu. Wewe unasema ni mwana wa nani? Yesu ni mwana wa Mungu. Sasa Yesu mwenyewe atujibu kama yeye ni mwana wa Mungu ama si mwana wa nani? Si wa Mungu. Sawa. Yeye mwenyewe akitujibu, nisikize, tumuulize Yesu, wewe Yesu tuambie, wewe ndiwe mwana wa Mungu, mfalme wa Israeli? Yesu anasema hivi, anaweza sema ndiyo mimi ni mwana wa Mungu, tukakubali, si ni kweli? Akisema hapana, atueleze ni mwana wa nani? Wacha aseme mwenyewe. Kabla hujasoma, acha niseme jambo. Hata mimi nikiwa katikati ya watu wengi na kitu kimepotea hapa, nikikuja waniulize wewe ndio Julius, nasema ni wewe umesema, sitasema ni mimi. Juu unaweza siende huko. Nakuelewa. Nasema hivi, Yesu mwenyewe atueleze yeye ni mwana wa nani. Mpe asome. 1:49. 1:49 inasema. Inasemaje? Nathanieli akajibu. Sasa huyu ni Nathanieli akaja kwa Yesu. Rabi, akasema mwalimu, huyu mwana wa Mungu ati nini? Huyu mwana wa Mungu. Mpe. Yesu anaulizwa kama yeye ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Mpe, endelee sasa, sikiza. Maana nimeweka mfano. Acha ubishi. Nimeweka mfano.
Nasema hivi ya mfano. Ngoja kidogo. Ngoja utasikiliza vipi? Sikusikilizi pana huko. Tutaelewana. Peana. Nasema hivi peana. Angalia rafiki yangu kuwa na adabu. Andiko limesoma wacha kuongeza story mingi. Unaharibu ladha, usiharibu ladha. Anza tena. Ngoja. Nasema hivi hatujamaliza. Hebu ngoja kidogo. Labda hunielewi. Kuna mtu amekuja kwa Yesu, amemuuliza swali. Sasa tunataka kujifundisha baina ya muulizaji alichouliza na mwenye ameulizwa ambaye ni Yesu atakachojibu. Hapo katikati tunapata faida. Usiongeze yako, siongezi yangu. Sasa anza sasa unielewe. Inasema, Nathanieli akamjibu. Nathanieli akaja kwa Yesu akamjibu neno, Rabi. Rabi manake mwalimu. Wewe u mwana wa Mungu. Wewe u mwana wa Mungu. Ndiyo mfalme wa Israeli. Mpe. Hii ni swali inaulizwa na mtu anaitwa nani? Nathanieli. Yesu anaulizwa mwalimu, wewe u mwana wa nani? Wa Mungu. Yeye Yesu anafaa ajibu, si ni kweli? Mwalimu hapo kabla hujaenda. Mwalimu hapo kabla hujaenda. Kidogo tu. Peana ajibu. Peana kidogo ajibu sasa. Huyu mtu anapenda kuongea. Hataki majibu. Unajua ni mtu wa kutoka hii. Sasa Yesu anaulizwa kama yeye ni mwana wa nani? Wa Mungu. Anafaa ajibu ndio mimi ni mwana wa Mungu, au aseme hapana mimi si mwana wa Mungu ni mwana wa fulani. Sasa wacha Yesu ajibu sasa. Yesu akajibu. Sasa Yesu anatoa jibu sasa. Akamwambia mwenye amemuuliza kama yeye ni mwana wa Mungu, kwa sababu nalikuona chini ya mti waamini. Nalikuona chini ya mtini na umeamini. Utaona mambo makubwa kuliko haya. Mpe kwanza. Kumbe hii kuitwa mwana wa Mungu, Yesu anaita mambo makubwa. Si kitu kidogo. Endelee sasa. Ni very big sin. Ni dhambi iliyokuwa kubwa sana na inapelekea wewe kuwa kukufuru. Mwisho unakuwa mushrik ukisema Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu kwanza ameradi akasema hii ni jambo kubwa sana hii. Usichukulie very easy kuniambia mimi ni mwana wa Mungu. Endelea sasa. Akamwambia. Sasa akaendelea. Amini nawaambia. Sasa Yesu anarudi kwetu sasa. Anasema achaneni na huyu ananiuliza hiyo swali. Nawaambieni nyinyi wa Kristo sasa mtaziona mbingu zimefunguka. Sasa anajibu swali kwa kutoa example. Mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka. Juu ya mwana wa Adam. Mwana wa Mungu. Juu ya mwana wa Adam. Mwana wa Mungu. Mwana wa Adam. Mwana wa Mungu. Mwana wa Adam. Yesu ameulizwa kama yeye ni mwana wa Mungu, akajibu hapana, mimi ni mwana wa Adam. Si mwana wa nani? Mungu. Ni mwana wa Adam. Si mwana wa nani? Wa Mungu. Mpe asilimu. Anaye. Haya silimu. Kabla nisilimu. Silimu kabla nisilimu. Chukua ahadi moja kidogo. Luka. Silimu kwanza ndio baada. Silimu. Nasema hivi. Nataka nisilimu. Tutakuja kwa silimu kama hiyo. Hiyo Luka tunakuja. Yesu ameulizwa kama yeye ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Akajibu akasema hapana, yeye ni mwana wa nani? Wa Adam. Si mwana wa nani? Wa Adam. Si mwana wa nani? Hajasema si mwana wa Mungu. Kisomee Luka 1:35. Rafiki yangu elewa. Yesu ni mwana wa Mungu. Alijidhihirisha. Ulivunja ahadi. Amevunja. Siku zote mtu akiwa ni mushrik lazima avunje ahadi. Aliniahidi nikimtolea andiko Yesu si mwana wa Mungu, anafanyaje? Anasilimu. Na nimetoa andiko Yesu direct from his own mouth. Aliulizwa kama ni mwana wa Mungu, akasema hapana, yeye ni mwana wa nani? Wa Adam. Na aliulizwa kama yeye ni mwana wa nani? Wa Mungu. Ni maana yeye si mwana wa nani? Sio mwana wa Mungu, bali ni mwana wa nani? Wa Adam. Sasa hiyo kitu kidogo imekupeleka mbio hivyo. Hivyo ukipelekwa shule si unaanguka. Hata yanaweza huwezi andikwa kitu kidogo unashindwa kuelewa rafiki yangu. Kitu kidogo tu Yesu ameulizwa direct unashindwa kuelewa. Ndio maana akajibu Allah 9:30 Suratul Tauba. Waqalat al-yahud Uzair ibn Allah wa qalat an-nasara. Hiyo ni maneno yenu nyinyi manasara, mnadai kwa mdomo tu. Sio kweli kabisa.
Soma hiyo 9:30. 9:30 kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Inasemaje? Inasema na Mayahudi wanasema. Mayahudi ndio walianza na story yao. Wakasemaje? Uzairi ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Wakasema Ezra ni mwana wa Mungu. Na Wakristo wanasema. Na Wakristo nao wakafanyaje? Masihi ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Wakasema na wao Yesu ni mwana wa Mungu. Haya ndio wasemayo kwa vinywa vyao. Haya ndio wasemayo kwa vinywa vyao. Basina kuyapima. Basina kuyapima. Ni wao tu wanasema. Endelea. Wanaiga maneno ya wale waliokufuru kabla yao. Wanaiga maneno ya wale waliokufuru kabla yao. Swali sasa, ni nani alikufuru kabla yao? Akasema Mungu huwa anazaa mtoto na akazaa Yesu, wakaiga yeye. Ni nani? Ndio inafaa tujue. Tunaambiwa Wakristo wanasema Yesu ni mwana wa Mungu kwa sababu wanaiga wale waliokufuru kabla yao. Kuna watu walikuwa wanasema hivyo zamani. Nani hao sasa? 17:28 Matendo ya Mitume. 17:28 Matendo ya Mitume. 28 Matendo ni Mitume. Tunatafuta wale waliokufuru kabla yao. Inasema hivi. Nani alisemaga Mungu anazaa? Inasema kwa maana ndani yake tunaishi. Ati ndani yake Mungu tunaishi. Tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema. Ati nini? Mtunga mashairi alivyosema. Ati nini? Mtunga mashairi. Kuna mtunga mashairi alisema. Alisemaje? Maana sisi sote. Maana sisi sote. Mtunga mashairi anasema maana sisi sote tu wazao wake. Basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu. Tulia. Kumbe mtunga mashairi aliandika mashairi akasema Mungu amezaa mtoto. Huyo mtunga mashairi Wakristo wakamuiga, wakawa leo wanasimama nayo hiyo maneno. Swali, huyu mtunga mashairi aliyewatungia ati Mungu ako na mtoto, ametunga maneno ya kweli au ametunga maneno ya uongo? 26:226. Soma hiyo 226 Qurani 226. Mpe kisha next Christian. Inasemaje? 226 inasema hivi. Inasemaje? Inasema naam, na ya kwamba wao wanaosema wasiyatenda. Endelea. Ili wale 24 ili wale watunga mashairi. Enda 224 inasema. Inasemaje? Na watunga mashairi, na wale wanaotunga mashairi yasiokuwa na faida, ambaye haina faida, wanasema ati Mungu amezaa mtoto. Wanafuata ya watu wapotovu. Wanafuatwa na watu wapotofu tu. Wenye akili zao kama sisi Waislamu. Hawafuati watu hao. Hatufuati hiyo maneno ya mtunga mashairi, tunafuata ya Mungu tu. Wewe baki huko ukiendelea kusema Yesu ni mwana wa Mungu. Na nimejibu swali yako. Mpe huyu kijana. Rafiki yangu, habari yako? Nzuri. Unaitwa nani? Edwin. Muislamu Mkristo? Kristo. Unaonaje wa Muislamu? Sioni. Kwani una macho? Inayo. Unaonaje wa Muislamu? Siwezi. Hatuwezi? Kusema tu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah huwezi? Kwa sababu sina sababu. Hauna nini? Sababu. Ya kufanyaje? Ya kusilimu. Hauna sababu ya kusilimu? Na nikikupa sababu ya kusilimu? Siwezi amini. Huna sababu na ukipewa pia huamini? Utaendelea kukufuru? Na mtu aliyekufuru siku ya mwisho Mungu anampeleka wapi? Mimi ni Mkristo. Mkristo? Si kwa kuwa unasema Yesu ni mwana wa Mungu, si umepotea? Ni hivyo tu. Unaendelea kupotea? Na mtu aliyepotea siku ya mwisho anaenda wapi? Chaguo ni langu. Wewe chaguo yako wewe. Uliyepotea. Kwa Mungu mtu aliyepotea anapelekwa wapi? Na kwako. Kwako. Nasema wewe uliyepotea, siku ya mwisho Mungu akikuona anakupeleka wapi? Jehanamu ama peponi? Kwangu mimi sijapotea. Mpe tulize Biblia. Wakorintho wa kwanza 15:18.
Ameona hii ni hatari. Hebu rudia tena. Inasema na hapo hao waliolala katika Kristo, Huyo ambaye ameenda kupigia mchungaji simu wamepotea. ati nini? Wamepotea. Ati nini? Wamepotea. Ati nini? Wamepotea. Kumbe ukiwa Mkristo umefanyaje? Umepotea. Haya, mpe huyu mzee. Mzee, habari yako? Subiri. Endelea kusoma hapo 21. Habari yako kwanza. Nzuri sana. Unaitwa nani? Siwache basi tumalize Kidogo mada. kidogo. Unaitwa nani? Ngoja kidogo. Unaitwa Mimi nani? naitwa Maina. Maina. Muislamu Mkristo. Mimi ni Mkristo, mfuasi wa Kristo. Mfuasi wa nani? Wa Kristo. Kristo ni nani? Yesu. Andiko. Yohana 14 kuanzia hapo mmoja. Mpe asome. Very simple tu. Ati Kristo ni Yesu. Wewe. Wewe unasema Kristo ni Yesu. Hatari. 14:1 inasema. Inasemaje? Msifadhaike moyoni mwenu. Mwaminini Mungu. Niaminini na mimi. Haya, mpe. Ndio imesema Kristo ni Yesu. Na muamini Yesu mimi. Mimi sijauliza Yesu, nauliza Kristo. Sina muamini Yesu, kwa hivyo mimi ni mfuasi wa Yesu. Na Kristo ni nani? Yesu ni Yesu Kristo. Kristo ni nani? Kristo maana yake ni kwa mafuta. Na Yesu ndo Kristo. Yesu ni Kristo. Andiko. Hii swali yangu iko kwa. Anasema hivi. Wacha tuingie kwa mada. Tunataka kuniofa kwa mada. Mpe 16:20 Mathayo. Wewe Yesu, tuambie wewe ndo Kristo. Yeye atueleze sasa. Wanasingizia mpaka Isa ibn Maryam ni Kristo. Haya. Yesu mwenyewe atuambie. Soma hiyo. Aya 16:20 nasema. Ndipo alipowakataza sana wanafunzi wake. Yesu aliwakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ndiye Kristo. Ati nini? Yeye ndiye Kristo. Ati nini? Yeye ndiye Kristo. Mpe. Anabi. Yesu amewakataza wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote kwamba yeye ndiye nani? Subiri. Nisikize kidogo. Yesu amewakataza sana wanafunzi. Hebu nisikize kwanza, mimi ndo nimetoa hoja andiko mimi. Utatoa pia wewe. Nisikize, utatoa wewe. Yesu anasema nikusikilize, lakini usinisikilize. Nakupa nafasi unieleze, ndio maana nakuhoji na andiko yangu. Yesu, hebu rudia tausheni kupotezea time, mpe arudie. Kuna bishana. Na mimi sijaandika Biblia, na ningeandika Biblia ingekwaje? Hii Biblia yenu tu tunawabana nayo mpaka mnachanganyikiwa nayo. Na tukiingia kwa Qur'ani si mnakimbia. Soma hiyo. Ni Bible tu inawapeleka mbio hivyo. Inasema ndipo. Na baada hatujafungua Qur'ani, na tukifungua Qur'ani na tulete hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utakaa mtu hapa? Hawezi. Soma hiyo. Inasema ndipo alipowakataza sana wanafunzi wake. Ati nini? Ndipo aliwakataza sana wanafunzi wake. Yesu amewakataza sana wanafunzi wake wasimwambie yeyote. Wasimwambie yeyote ya kwamba yeye ndiye Kristo. Yeye ndiye nani? Kristo. Mpe wewe, nani anakuambia Yesu ni Kristo? Wewe nani maneno akisema hapo hivyo? Siulizi wakati ilikuwa haijafika waje kudhihirishwa na watu. Haya. Wewe nani aliyekwambia Yesu ni Kristo? Chini endelee usikie. Aliyekwambia wewe Yesu ni Kristo ni nani? Maandiko inasema 28:19 hapo. Mpe asome. Mathayo. Iseme Yesu ni Kristo. Leta hiyo andiko. Very simple question tu. Mnakuja kutupigia kelele Yesu ni Kristo. Yesu ni Kristo imeandikwa wapi? Na hata Biblia isemi Yesu ni Kristo. Soma hiyo tusikie kama itasema Yesu ni Kristo. 28:19 Mathayo inasema basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa umesikia Yesu ni Kristo hapo? Sasa mataifa yote ni mimi pamoja. Sijauliza hiyo. Kwani tukibatizwa nauliza kwa wafuasi wa Yesu. Yesu uliniambia Yesu ni Kristo. Tukibatizwa tunakuwa wafuasi wa Yesu. Kidogo. Yesu uliniambia Yesu ni Kristo. Yesu ni Kristo. Nani alikwambia? Biblia ndio iliniambia. Andiko inayosema hivyo? Andiko inasema 14 kuanzia hapo moja, nikimwamini Yesu nitakuwa mfuasi wake. Siulizi kuhusu Yesu, nauliza kuhusu Kristo. Wewe ndio andiko pale ukimwamini Muhammad utakuwa Muislamu. Mpe basi. Akianguka hawa watu. Hata Biblia yao hawajui Arabian. Nani alikuwa amewafanya Wakristo hawa watu? Sasa mimi namuuliza Yesu. Hebu Yesu tueleze. Kuna mtu anasema wewe ni Kristo. Wewe hebu tuambie ukweli. Mtu kama huyo tufanye nini? Tudili na yeye aje? Yesu mwenyewe atuambie. Mathayo 24:5. Tena hao watu tunawatengeneza mpaka their own Bible. Hata Qur'ani hatujafika. Hii neno Christ peke yake ni kufuru.
Yeye jina lake sio Christ, jina lake ni Masihi Isa ibnu Maryam. Hii neno Kristo Kristo mlitoa wapi? Mmetoa wapi hiyo neno Kristo Kristo? Ni bid'a. Mmeletewa na wazungu Italy. Soma hiyo. Inasema anzia 4. Anzia 4. Ine nasema hivi 24. Yesu akajibu akawaambia. Yesu akajibu akawaambia. Angalieni, sikiza vizuri, hii ni maneno ya Yesu. Angalieni mtu asiwadanganye. Mtu asiwadanganye. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu. Watakuja kwa jina langu. Wakisema. Ati nini? Wakisema mimi ni Kristo. Endelea sasa. Inaendelea kusema nao watawadanganya wengi. Kumbe watudanganya watu. Mimi vile kumbe ni wadanganyifu tu. Kazi kudanganya Waislamu tu. Amsemaje hapa ukweli? Kazi ni uongo tu. Abu Jali yuko tena, sikiza. Abu Jali sasa anajifanya busy, anaweza kuchata. Haki ya Mungu mtihani. Hii ni mtihani. Haki ya Mungu. Tulia Abu Jali, tulia Jahil. Tulia kidogo. Tulia mpe mzee. Aya mzee. Mbona wewe unataka kushambulia watu lakini hutaki watu waongee? Uliza swali. Swali yangu ilikuwa hapa. Lakini ilikuwa kwa huyu Saidi sijui. Nikikuja alikuwa anaongea maneno ya mapepo. Ati wa Kristo sijui anatoa na mapepo kwa kanisa. Sasa swali yangu ilikuwa hapa. 72 kuanzia hapo moja. Sura 2 alafu asome mpaka 14. Biblia Mathayo 72:1. Biblia. Wewe si Kristo. Qurani tusomewe 72:1. Soma Biblia Mathayo. Ama nisome. Kitabu gani unataka? Qurani 72. Qurani maneno ya nani? Ni maneno yenyu si yangu. Unatakia nini yetu? Usome yako. Si lazima tusome. Mbona kama unasoma Biblia? Qurani ni maneno ya. Kwa nini tusisome Qurani? Qurani ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Unataka isome? Hata Biblia ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Na Qurani ni maneno ya nani? Qurani ni maneno yenyu. Akiambiwa kwa emotional. Haya msome Qurani 72 suratul Jinn. Aya ya kwanza. Qul uhiya, soma. Anatafuta ruqya sasa. Haya. Jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Sema, imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lilisikia Qur'ani likasema, hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu. Hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu. Anasema twende 14. Inaongoza katika uongofu, kwa hiyo tumeiamini. Naam. Wala hatutamshirikisha yote tena na Mola wetu. 14 inasema, na wamo miongoni mwetu waliosilimu, na wamo miongoni mwetu wanaokengeuka. Waliosilimu hao ndio waliofuata uongofu. Haya. Tusome 49. Hii ulisoma, swali yako ni gani? Kwa hii ulisoma. Sasa sisi tunaendelea tunasoma. Nasema hivi. Nitenge swali langu. Hii ulioisoma hii. 72:14. Swali yako ni gani? Sasa ndio nataka swali yangu ndio najenga sasa. Jenga sasa. Alikuwa nimebomoka, sasa anakuja kitabu gani? Qurani bado. 49:10. Suratul Hujurat. Mpe asome. Hakuna 49:10. Msome. Innamal mu'minun ikhwa faslihu baina akhawaykum. Hiyo nataka. Msome 49. 10. Aya inasema hivi, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Naam. Kwa hakika Waislamu wote ni ndugu. Waislamu wote ni ndugu. Hapo inasema Waislamu wote ni ndugu. Kweli kabisa. Ana majini walisilimu wakawa Waislamu. Walisema hivi, ngoja kabla wasilimu kuna maneno walisema. Mpe usikie maneno wanasemaje 72. Utauliza hata somo ndio. Asema hivi, ngoja kidogo. Ngoja ni walisilimu ama ngoja kidogo. Utauliza, mpe asome kwanza. 72:3 walisemaje kabla wasilimu? 72:3 inasema na kwa hakika utukufu ni wa Mola wetu. Wengine wanasema kwa hakika utukufu ni wa Mola wetu. Umetukuka kabisa. Hakujifanyia mke wala mwana. Hakujifanyia mke, hakujifanyia mwana. Endelea. Inaendelea kusema na kwa hakika wapumbavu miongoni mwetu. Kulikuwa na majini wapumbavu. Hawa ni wale werevu na wanasema Mungu hana mtoto. Wale wapumbavu wanasemaje? Walikuwa wakisema maneno yaliyopindukia mipaka juu ya Mwenyezi Mungu. Kumbe kuna majini wapumbavu, kuna wale werevu. Wale werevu wanasema Mungu hana mtoto. Wapumbavu wanasema Mungu hana mtoto. Haya, mpe aulize swali sasa.
Haya, uliza swali sasa. Kwa hivyo majini walisilimu wakawa Waislamu. Wale werefu walisilimu. Na wakawa mkawa mandugu. Kabisa. Na wale wapumbavu walifanyaje? Hawakusilimu kwa. Pia walikuwa dini gani? 3:11. Mimi sitaki kujua walikuwa dini gani. Sawa. Mimi nataka bora tu wale walisilimu wa majini. Kumbe ni kundi ngapi? Majini walisilimu wakawa Waislamu. Moja. Kundi ngapi? 2. Kuna wale werevu na kuna wale wapumbavu. Wapumbavu. Werevu wamefanyaje? Werevu walisilimu wakawa ndugu zetu. Na wakawa ndugu zenyu. Katika imani wanasema Mungu hana nini? Kwa hivyo wataingia peponi. Sawa. Kwa imani yetu wanasema Mungu hana nini? Hana mtoto. Hana mwana. Kuna hao wapumbavu sasa. Kuna hao majini wapumbavu. Walibaki. Ambao bado hawajafanyaje? Hawajasilimu. Mpe sasa. Sasa mimi nataka niulize swali yangu. Uliza. Nataka kunipeleka hivi alafu ndio. Uliza sasa. Kwa Biblia sasa nataka uanze kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo Yohana mwisho. Unifunulie pale mapepo walisilimu wakawa Wakristo. Ampe kwanza. Mimi kabla niende wale walisilimu, wacha nitafuta hao wapumbavu walisema aje. 3:11 Marko. 3:11 Marko inasema. Sasa sikiza, wale majini walibakia, wale werefu walisilimu. Wakasema Allah hana mtoto, hana mke. Sasa wale wapumbavu wanasemaje sasa wale majini wale? Na mapepo wachafu. Sasa hawa ni wale mapepo wachafu wapumbavu kabisa. Kila walipomwona Yesu walianguka mbele yake wakilia. Wakaanguka mbele ya Yesu wakasemaje? Wakasemaje? Wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu. Ati nini? Wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu. Anasemaje? Tulia sasa. Pole tunaenda. Mapepo wanamtambua. Subiri. Mapepo wanamtambua. Subiri kidogo, subiri. Kwani mapepo wakigusa nisikize bado sijajenga. Kwa amekosea ama wakosa. Nisikize niweke hoja. Mapepo wachafu wale wapumbavu. Kwani wakimtambua kuna makosa. Subiri kidogo. Sina shida hiyo. Walisema Yesu ni mwana wa nani? Ni mwana wa Mungu na walipata. Na wao wanasema subiri, na wao wanasema Yesu ni mwana wa nani? Yesu ni mwana wa Mungu 100%. Kumbe wale mapepo wachafu imani yenu ni ngapi? Yohana 10:36. Anaelewa sasa. Wacha tusomee Yohana 10:36. Kumbe wale majini wapumbavu imani yao ya kusema Yesu ni mwana wa Mungu. Wakijua makosa sina shida, hawana makosa. Majini kwani hawajui. Nasema hivi. Hawana Majini pia wanatambua wewe ni. Hebu nisikize. Sijasema wana makosa. Wanajua. Hebu nisikize. Wewe unaamini Yesu ni mwana wa nani? Yesu ni mwana wa Mungu. Na wale majini wapumbavu wanasema Yesu ni mwana wa Yohana 10:36 tusomee. Tutakuja hiyo, sina shida. Na wale majini wapumbavu pia wanasema Yesu ni mwana wa nani? Na wamepata. Ngoja, maana wanasema mwana wa nani? Si wamejua ni mwana wa Mungu. Na wao wanasema mwana wa nani? Ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo imani yenu ni ngapi? Kwani kuna shida hapo? Imani yenu ni ngapi? Si imani. Kwani wakijua ni kuamini wameamini. Unakataa nini rafiki yangu? Yohana 10:36. Subiri kidogo. Kama Yesu anakataa Yesu tulia, hiyo mpe huyu mwingine. Ashaelewa. Kumbe majini ni grupu mbili. Kuna wale Waislamu na kuna wale wapumbavu. Imani yake iko sawa na hawa. Huyu. Tena kwanza huyo jini huyo mpumbavu huyo. Unajua kuna jini ya kujali pia huko ndani. Wacha ile ya binadamu, kuna ingine jahili pia huko. Si ile ya hapa tu. Haya, mpe huyu mwingine amevaa kofia. Rafiki yangu, habari yako? Salama sana Anwar. Unaitwa nani? Mimi naitwa Charles. Muislamu Mkristo? Kristo. Yesu mwana wa nani? Yesu. Wacha tusome hapo mahali umesoma. Toroka sasa. Swali yako? Hakuna cha kutoroka. Swali yako. So umesoma hapo maandiko. Nasema hivi tu. Nataka tu kusoma hapo. Nielewe. Kuna kitu umefundisha lakini umefundisha haraka. Haya, mpendelee. Endelea. Moja Marko. Haya, mtasoma. 11 nasema inasemaje? Na mapepo wachafu kila walipomuona walianguka mbele yake wakilia wakisema wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu. Haya. Endelea. Inasema akawakataza sana. Ati nini? Akawakataza sana. Ati nini? Akawakataza sana. Wasimdhiririshe. Endelea. Endelea, inasema. Inasema akapanda mlimani. Akapanda mlimani. Akawaita aliyowataka mwenyewe. Akawaita wale majini walikuwa anawataka mwenyewe. Wakamwendea. Akaweka watu 12. Akaweka majini 12. Wapate kuwa pamoja naye. Wakakuwa pamoja na yeye. Kumbe alikuwa na majini 12 Yesu. Mpe. Unaona swali yako wenye ni mzuri. Hapa ndio watu ambao wamewekwa nini? Majini. Si majini. Sasa Anwar nakuuliza swali kidogo tu kwa Qur'an.
imeandikwa kwa Qur'ani. Subiri. Kabla ya Qur'ani. Siendi kwa Qur'ani. Subiri. Mimi nakuuliza kwa hii. Subiri. Nielewe hivi. Subiri kidogo. So ungenisikiza alafu unijaji. Nasikiza. Wale mapepo wachafu waliposema Yesu ni mwana wa Mungu. Aliwakataza sana. Kumbe mtu sawa, hiyo nielewa. Anwar, unajua unataka sana kukwenda swali. Sikiza tu kidogo. Ungenielewa alafu tuongee. Tuongea. Sikiza. Hapa kuna watu 12 wamewekwa nini? Tutakuja kabla ya 12 nisikize kwanza. Tuko katika 10, 11 ndio tuende 12. Yesu walipomuita ni mwana wa Mungu, akawakataza sana. Kumbe mtu akisema Yesu mwana wa Mungu anafaa akatazwe sana. Kumbe wewe ukisema Yesu ni mwana wa Mungu inafaa mimi nikukataze sana? Mimi ni jini. Simple question, mimi ni jini. Wewe si ni jini tu. Wewe ndio jini. Kwa sababu nyinyi mlikubaliana kama jini. Na sisi tunakataa majini. Subiri. Sasa wewe na jini ni moja. Mtu akisema Yesu ni mwana wa Mungu anafaa akatazwe? Mimi hoja yangu haikuwa hiyo. Swali yangu haikuwa hiyo. Swali yako. Mimi nataka unitolee jini moja ambayo kwa wale walisilimu kwa Qur'an. Kwa jina moja jini moja wenye walisilimu kwa Qur'an. Hatuna, iko kwa Biblia. Hapa tumesoma 72 ilikuwa kwa nini? Kwa Biblia. Wale majini waliosilimu walikuwa wakisema Yesu ni mwana wa Mungu. Subiri kidogo. Majini walisilimu moja kidogo. Wakakubali. Subiri. Mungu ana mwana. Subiri kidogo. Ama hebu subiri. Mwanzo walikuwa naamini Yesu ni mwana wa Mungu. Baadaye wakakubali si mwana wa nani? Wa Mungu. Kwa sababu Mungu hana nini? Ndio maana wakasilimu. Kabla wasilimu walikuwa naamini Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Sasa wacha tumtafutie jini moja alikuwa na hiyo imani akasilimu. Mimi nimeuliza kwa Qur'an, sijauliza kwa Biblia. Haya sawa. Mpe. Nijibu kwa nini? Haya sawa. Mpe. Haya mpatie. Chukua hiyo Biblia nyingine. Marko 8:33. Hataki Biblia yake. Soma Marko 8:33. Leo anakataa Biblia yao. Leo amekataa Biblia kabisa. Islam takbir. Leo hataki Biblia. Kwa sababu hawa majini wenye imani ya shirki. Iko wapi anayetaka kusilimu? Akuje mpatie ile microphone. Anayetaka kusilimu mpe. Rafiki yangu, habari yako? Nzuri. Unataka kuwa Muislamu? Nataka kuwa Muislamu sasa hivi. Sasa hivi? Sasa hivi. Takbir! Kuja mbele. Chukua kiti. Mwekee kiti hapo. Mashaallah. Takbir. Haya, pao angalia hivi. Mimi kwa majina kamili naitwa James, lakini zaidi ya kwamba nimetembea East Africa yote, zaidi na Nairobi, mimi nimeamua kwamba nataka kuslimu leo, manake hiyo ndio dini ya haki. Haya, sawa. Waislamu takbir. Hebu rafiki yangu simama na mguu mmoja hivi. Haya, peana microphone kule. Haya, weka mguu mmoja chini. Simama na miguu miwili juu. Simama na moja. Hapo sawa. Kaa chini. Ako sawa. Kaa chini. Haya, kaa chini. Takbir. Haya, kaa chini. Mtoyo. Kama sasa hii mzee hapa kidogo. Haya, utasilimu. Peana microphone kule, kuja hapa. Haya bayo, mtu wako huyo mpime, ukipitisha tunasilimisha. Enda kwa huyu, anakufanyia exam ndogo, ukipita unasilimu. Waislamu takbir. Allahu. Haya, mimi adhani ni adhini wa adhani.